Hatimaye baada ya kutamba sana na episode ya kwanza Squid Game, sasa tuko na msimu wa 3 katika episode ya pili tu, wanaita Bola Mtu. Tunahitaji kujua hatima ya mambo mengi sana ambayo yamejificha, lakini kumbuka picha inatoka kitengo pale DC Production, jumba la burudani ikiwa chini ya Baba. Huu ni mwanga wa yale ambayo tutakwenda kuyakuta katika episode safi inayofuata. Kwa lazima tukupe mwanga ili usije kaa mbali na sisi. Kuna vitu vingi sana ambavyo vimejificha katika mchezo hapa. Lakini kumbuka mastermind mwite Lee Jang-jae, mwamba ambaye anakwenda kwa jina la Gyuni, kwa sasa amehitaji mazima kuingia katika mchezo. Akidai kwamba hiki ni kitu ambacho watu wamekitaka wao, maana aliwapa nafasi ya kuweza kutengeneza namna ya kuweza kutoka katika mjengo. Walijaribu kwenda naye tofauti zaidi. Na sasa ameamua kucheza mchezo akihitaji kuonesha hakuna matunda yenye wema kwa watu ambao wanahitaji kupatiwa ubaya. Hii ni Squid Game Baba. Hali sasa pia habari nyingine njema zaidi. Hii hapa picha tayari imeshatafsiriwa na DJ wakali wote wa Tanzania. Sasa utaweza kupata kwa njia ya WhatsApp tu. Hakikisha unacheka namba ya simu ya 0686414059. Yaani hapo utaweza kupata picha ikiwa katika muonekano angavu zaidi, lakini imetafsiriwa na DJ wakali wote wa Tanzania. Namba niyo ambayo unaiona hapo juu kwenye screen hapo. Utaweza kupeleka namna ya kuweza kuipata picha hapa. Na ni baada ya maombi ya watu wengi sana kwamba namna gani unaweza kupata picha ambayo imetafsiriwa na DJ wakali wa Tanzania. Sasa picha iko katika mikono yetu. Hakikisha unacheka kwa 0686414059 ili tuende sambamba zaidi. Bado tunaanzia pale ambapo tulikuwa tumeishia. Kizaza kinazidi kusonga mbele zaidi. Hatimaye mwamba aliweza kupata nafuu na bibi alikuwa katika nafasi ya kuhakikisha na atajibu kusaidia maisha ya mtu huyo. Na ndio ilikuwa njia pekee ambayo imesalia. Lakini sasa wataalamu walikuwa ndio wanaingia katika mchezo baada ya kundi la kwanza kuweza kuingia. Kumbuka mchezo unafahamika kwa jina la Hide and Seek. Yaani kibongo anasema kombolela. Kwa watu ambao wanatakiwa wajifiche, lakini pia kuna watu ambao wanahitaji kuwatafuta watu ambao wamejificha. Yaani kama mchezo wa paka na panya. Basi mkali kabla ya kuingia kwenye majukumu alihitaji kuzilamba pills ili kuongeza uwezo. Lakini sasa ilikuwa ni msako ndani ya majengo ambayo kuna watu waliopatiwa funguo waweze kutafuta namna ya sehemu yaweza kujificha. Lakini upande wa pili kwa mama ambaye alikuwa ni shaman, akiwa na kundi la watu ambao wanamwamini sana, anasema ndawapeka katika njia ambayo ni sahihi. Na kama kuna mtu atakuwa ameweza kupoteza tumaini, atamfanya aweze kupoteza maisha yake. Lakini pia kwa mzee wetu naye bado anapambana sana kuhakikisha anajiweka katika sehemu ambayo itakuwa na usalama zaidi. Basi upande wa pili kwa wale watu watatu ambao wakiongozana na bibi ambaye kwa sasa hali yake haijakaa vizuri sana kutokana na hali ya ujauzito, anapata shida kidogo ya kiafya. Waweza kugundua namna pekee ambayo inaweza kusaidia kuweza kucheza mchezo kiurahisi zaidi. Mwamba alisema juu hai pamoja na wanyie, kupitia funguo zetu tunaweza tukatengeneza muunganiko ambao unaweza kutupa njia ya kufungua mlango wote. Ina maana hii milango imetengenezwa katika formation ya zile alama tatu, yani pembe tatu, mduara pamoja na ile star. Hasa upande wa pili mtaalamu akiwa anamtafuta panya wake huko. Mwamba anajaribu kukimbia kuokoa maisha yake kwa sababu anajua Gyuni ni mtu ambaye anamtafuta kwa ghadhabu sana. Lakini baada ya kufungua mlango alikutana na kitu cha ajabu zaidi. Ilikuwa ni sehemu ambayo mwamba angeenda kichwa angeweza kupoteza maisha. Lakini kwa wakati huo mwanaume aliweza kumsamehe tu, hakutaji kufanya kitu chochote kwa mtu huyo. Upande wa pili kwa mkali wetu sasa Jang Tae-hyuk, ambaye kwa sasa aliamua kuchukua nafasi ya mama yake na yuko katika kisaza kikubwa zaidi. Basi watu waliamua kugawana kuendelea kuwasaka watu walioko ndani ya jengo. Kumbuka mchezo unakwenda kwa jina la Hide and Seek. Wao baada ya kukimbia sana alifika sehemu ikawa ni kikomo chake. Na wanaume walihitaji kumpotezea maisha mtu huyo kadri ya mchezo unavyotaka. Alijitahidi sana kupambana na watu wawili, lakini hata hivyo hakuweza kufanikiwa. Hatimaye aliweza kupoteza maisha pamoja na kuomba sana ya kwamba na mtoto na familia ambayo inamtegemea. Lakini kwa sasa waliweza kumwangamiza. Hatimaye basi baada ya kuhakikisha maliza mtu huyo, alikuwa anahitaji kutengeneza safari ya kuweza kutoka katika lile eneo. Alikumbuka kizaza kinazidi kusonga ndani ya tamthilia bomba sana hapa.
wasema ni Squid Game The Chosen wana baba tunaichapa hapa kazi. Baada kutoka kuna bwana ambaye anaonekana aliambamba katika maeneo na kuna kitu ambacho alikiokota kama necklace. Aliweza kutumia kitu ambacho kilikuwa ndani ya kile kitu alichokiokota. Na sasa upande wa pili kwa mtaalamu aliweza kutana kizaazaa. Anasema ungenipa nafasi niweze kumwangamiza hata mzee. Yule mwanaume aliweza kuzuia na kupambana na mtu huyo ili kuhakikisha anaweka maisha ya yule mzee na yule bibi katika hali ya usalama zaidi. Katika upande wa pili kwa mzee aliweza kumtoa mwenzake chambo tu ili aweze kusalia. Baada ya kuhakikisha mwenzake ameweza kupotea, aliweza kuchukua kile ambacho kilikuwa ni kama funguo tu. Lakini sasa upande wa pili kwa mtaalamu huyo ambaye alikuwa anatoa msaada bila kuwasahau watu ambao wameamua kuungana kwa ajili ya kuhakikisha wanafanya mauaji ya kutosha. Hali ilikuwa ni afadhali kwa binti baada ya kuingizwa katika chumba ambacho kikweli kilikuwa kina viashiria vya usalama kwa wakati huo. Anasema nishaahidi tangia muda mrefu ya kwamba tutahitaji kutoka katika ile eneo nikiwa salama zaidi. Lakini vipi kwa upande wa pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina Kyun? Bado anaendelea kumsaka yule panya wake. Baadaye ndo anafuata sasa. Wala wajitahidi kukimbia sana kumkwepa mkali. Lakini sasa waje ni wengi. Aweza kukutana na mtu ambaye ana udhaifu hivyo, aweza kumtuliza na kuhakikisha anachukua kitu ambacho chenye ncha kali kwa ajili ya kujiwekea ulinzi zaidi. Kipisi cha kisu. Lakini sasa upande wa pili kwa mkali akiwa anahangaika namna gani kumwekea usalama bibie. Hatimaye afaikisha kuingia katika chumba ambacho kikweli waliona anaweza kupata mwanga wa kile ambacho anakitumaini kwa wakati huo. Hali ya binti kwa saizi ilikuwa imeshakuwa ngumu sana. Na hata hivyo binti aliweza kuomba aweze kumwacha tu. Karibu mwamba kuweza kukubaliana na kile ambacho bibi anachokisema. Alikuwa anahitaji kutengeneza nafasi ya kuweza kumsaidia binti aweze kujifungua kwa usalama zaidi. Basi hatimaye binti alikuwa katika hali ya kujifungua. Lakini sasa upande wa pili kwa shaman. Baada ya kuwadanganya wenzake wasema kwamba mbona ni kama tumerudi pale ambapo tulikuwa tumeanzia. Basi aliweza kugesi mlango ambao ndani yake kulikuwa na kizaazaa kikubwa sana. Baada ya kuingiza wenzake kama chambo, yeye alifanikiwa kuweza kutoroka katika lile eneo. Na kwa bahati ambayo alikuwa mbaya aliweza kugongana na mtu anayembaya anaitwa Daeo. Pande tafuta na mkali kufahamika kwa jina Gyun. Katika kimbia zake akakutana na mkali huko. Frontman angalia mchezo kwa makini zaidi. Anasema mimi sijai kuwa adui yako, ila juu ya mtu ambaye alikusaliti wewe. Kwa saizi ana maumivu sana katika eneo lake la mguu na bado anavuja damu. Nikaona ni nafasi njema kwenda kummaliza mtu huyo. Basi mwanaume alikubaliana na maneno yale mwanamama. Lakini sasa upande wa pili hao wanahangaika namna ya kuhakikisha wanatetea maisha ya bibi aweze kujifungua katika hali ya usalama zaidi. Hali pia kwa mwamba ambaye alikuwa ametumia vile vidonge kwa sasa, hali yake ni kama ilikuwa haijarejea, haijakaa sawa zaidi. Mama baada ya kuingia katika chumba kimoja, aliona sehemu ambayo ina mlango kuweza kutoka. Hivyo aliamini hapa ndo hatima yale yote ambayo yanaendelea. Hali pia kwa mkali ambaye anafahamika kwa jina Yang, yule boya yule. Kwa namba Kenyaturu katika ile eneo. Lakini sasa mama alifanikisha kupata funguo ambayo aliamini akiweka muunganiko wake itamsaidia kuweza kutoka katika ile jumba. Aliweza kuweka alama kwa sababu aligundua kwamba pasipokuwa na funguo 3 hataweza kufanikiwa kutoka. Sasa ni kizaazaa kwa mzee huko. Mzee yake ambaye anasikia wawaji wanakuja, ilibidi avunge mvungo wa kujifanya kwa sasa ameshakata moto. Lakini baadaye mwanamama anakuja katika mwili wa mzee. Akakuta mzee kwamba ni mzima afu ana funguo 2. Anasema kwa sasa nimeweza kupata njia ambayo inaweza kututoa. Anasema basi itakuwa ni nzuri sana. Mama anatumia mbwembwe za uganga, lakini kwamba hamna kitu. Sasa upande wa pili kwa bibi alifanikisha kuweza kujifungua mtoto mdogo zaidi. Na ilikuwa ni furaha sana kwa binti pamoja na mama ambaye amelishughulikia hili swala. Basi binti alifurahi sana, lakini pia mkali wa kufahamika kwa jina Ryujin alifurahi kile ambacho kimetokea. Lakini sasa kuna mtu ambaye alikuja kwa ajili ya kuleta kisaza. Hata hivyo mwanaume aliweza kumdhibiti. Lakini kwa sasa eneo lake la mguu lilikuwa limeweza kupata shida. Na mama pia anaiona sehemu ambayo imeandikwa exit, yani kutoka. Baada ya kufungua alisikia piano ikiwa na play, wimbo ukiwa unampa hongera kwamba amefanikiwa kumaliza ile stage. Lakini aliona ina maana, ili hali kuna watu waliona wana maisha ambao wanahitaji msaada zaidi. Aliweza kurejea kwa ajili ya kuwachukua watu hao. Lakini ghafla mtu huyo aliweza kupigwa kisu kwa nyuma na mtu ambaye kwa sasa alikutoka katika lile eneo.
aliweza kufika mwanaume na kufanya kitu cha hatari zaidi. Aliweza kumshambulia mtu ambaye ametoa msaada mkubwa zaidi, na hata hivyo alizuga kwamba hajaona kitu chochote tu. Hii ilikuwa ni nafasi ya kuhakikisha anamweka binti katika hali ya usalama, lakini kilikuwa ni kilio kikubwa kwa watu hao, kwani mtu huyo aliweza kupambania kiwango kubwa sana maisha yake. Lakini sasa naye mkali yuko katika mawindoni, mtaalamu Giuni akiwa anamtafuta Dayo kwa sababu anasema yeye ndo alihusika na usaliti. Basi baada ya kufika katika ile eneo, alikuta michirizi ya damu imeishia njiani. Agundua bwana mdogo lazima atakuwa amebana chemba. Ni kweli mwamba alikuwa amejificha, amejichimbia hapa. Lakini sasa upande wa pili kwa mama, baada ya kulia na machungu kwa mengi zaidi, alikuwa kwa sasa anahitaji kuongozana na bibie katika sehemu ambayo aliamini inakuwa ni njia ya kuweza kuwafikisha katika hali ya usalama zaidi. Sasa upande wa pili kwa huyu mzee pamoja na yule mama ambaye ni shaman, baada ya kupata sehemu ambayo ilikuwa kama mlango, walikuwa wanahitaji kutoka kwa pamoja. Lakini tamaa ya mzee haikuweza kumpa nafasi mwanamama kuweza kutoka akiwa salama. Hivyo mzee alikuwa na tamaa kubwa, aliweza kumvuta mwanamama nje na hatimaye akafunga mlango na kumtukana juu. Basi mwanamama alalamika sana na kusema kwa kile ambacho umefanya mizimu haitaweza kukusamehe. Lakini sasa alikuwa anafika bwana mdogo ambaye kwa wakati huu ameshatumia vile vidonge. Lakini sasa upande wa pili mtaalamu naye bado ana mpambano mkali sana. Basi bwana mdogo alikuwa anafika. Lakini sasa ilikuwa ni mkali zidi ya panya wake ambaye ametafuta kwa muda mrefu. Lakini mambo yasema kila kitu ambacho kitokea kilikuwa ni kama feki. Na ile ilikuwa ni makosa yangu mimi. Anasema kila kitu isababisha wewe utufanya tushindwe kufanikisha kwenye kile ambacho tulikuwa tumekiandaa. Lakini pia upande wa pili kwa mama anahitaji kutoka. Sasa hatimaye mama baada ya kuona kijana wake ni mbishi na mkaidi juu ya kile ambacho alimwambia na alikuwa na lengo la kumwangamiza bibie na mtoto, mama alikuwa na namna zaidi ya kumchoma tu kijana wake, na hili mshangaza sana bwana mdogo. Lakini mama aliona maisha ya kichanga pamoja na bibie ni kitu cha muhimu zaidi, na hapo ndio alikuwa amefika mwisho wa mchezo. Wasema end of the game. Hayo upande wa pili kwa mtaalamu huko, na alikuwa amemaliza kazi. Agani aliweza kutulizwa na kitako cha bunduki. Sasa nini ambacho kinajiri katika sehemu safi inayofuata? Episode ya 3 ya Squid Game inapigwa na Baba kutoka DC Production. Sasa unaweza kutucheki kwa 0686414059 kuipata ile ambayo imetafsiriwa kitaalamu zaidi. Lese chao, tukutane katika episode safi inayofuata. Kuendelea kuenjoy burudani bomba sana ya paa. Ilikuwa ndokea DC Production kama kawaida. Iyo, lese chao.